Mambo vipi? Ni siku ya Jumapili tarehe 25 mwezi Mei mwaka 2025. Leo ndio siku ya mwisho ya msimu huu wa ligi kuu ya soka nchini England, msimu wa mwaka 2024-2025. Baada ya mechi 370 kuchezwa, leo mechi 10 za mwisho zote zinachezwa wakati mmoja, 12 juu ya alama. Liverpool watakabidhiwa rasmi taji la EPL msimu huu ambalo wameshinda. Watapewa kombe baada ya mechi yao ya mwisho nyumbani leo, ambayo itaanza saa 12 dhidi ya klabu ya Crystal Palace. Vile kuna mechi 4 muhimu ambazo zitabaini timu 3 zitakazomaliza kwenye nafasi 5 bora kujihakikishia nafasi ya kushiriki UEFA Champions League msimu unaokuja. Kumbuka, kufikia sasa ni alama 3 pekee zinazotenganisha timu iliyo kwenye nafasi ya 3 ambayo ni Manchester City na timu inayoshikilia nafasi ya 7 ambayo ni Nottingham Forest. Kwa hiyo timu 3 kati ya hizi zina uwezo wa kufuzu kushiriki UEFA Champions League msimu unaokuja iwapo wataandikisha matokeo mazuri katika mechi za leo. Mechi hizo 4 muhimu: Man City itakuwa ugenini Craven Cottage kukabanako na klabu ya Fulham. City inahitaji ushindi kwa udi na uvumba. Newcastle nayo mechi ya mwisho toka nyumbani St James Park kuialika klabu ya Everton. Magpies pia wanahitaji alama 3 muhimu katika mechi hiyo. Lakini mechi zaidi ya mechi itazikutanisha Nottingham Forest nyumbani City Ground dhidi ya The Blues. Chelsea nao pia wanahitaji ushindi katika mechi hiyo angalau kufuzu kushiriki ligi ya mabingwa barani Ulaya msimu unaokuja. Manchester United watakuwa nyumbani Old Trafford leo katika mechi yao ya mwisho msimu huu kuialika klabu ya Aston Villa. Ingawa mechi hii haina umuhimu wote mkubwa kwa Red Devils, kwa Villa ni mechi ya kufa kupona. Wanahitaji ushindi ili kuweka hai matumaini ya kushiriki UCL msimu ujao. Mshambuliaji wa Misri Mohamed Salah aliye na umri wa miaka 32 amekabidhiwa tuzo ya mchezaji bora wa EPL msimu huu kufuatia kushamiri kwake kuiongoza Liverpool kushinda taji la EPL mwisho wa msimu. Salah amecheka na wavu mara 28 na pia kutoa assist 18. Ni tuzo yake ya pili kupokea tangu kujiunga na klabu ya Dereza. Alishinda tuzo hiyo mwaka 2017-2018 na ni mchezaji wa 5 kushinda tuzo hiyo mara 2. Anajiunga na wachezaji waliobobea misimu iliyopita kushinda tuzo hii mara 2, ambao ni mshambuliaji wa zamani wa Arsenal Thierry Henry, mshindi wa tuzo ya Ballon d'Or mara 5 Cristiano Ronaldo, mchezaji mwenza wa Red Devils ambaye ni mlinzi Nemanja Vidic, pamoja na kiungo wa Ubelgiji Kevin De Bruyne. Na kiungo wa Uholanzi Ryan Gravenberch miaka 23 amekabidhiwa tuzo ya mchezaji bora aliye na umri mdogo msimu huu. Amekuwa nguzo muhimu katika safu ya kati ya Liverpool kuisaidia kushinda taji la EPL. Kufuatia kukamilika kwa msimu huu hii leo, ligi itapumzika kwa siku 83. Msimu mpya wa ligi kuu ya soka nchini England utang'oa nanga siku ya Jumamosi tarehe 16 mwezi Agosti mwaka 2025 na kutia nanga siku ya Jumapili tarehe 24 mwezi Mei mwaka 2026. Ratiba ya msimu mpya mwaka 2025-2026 itatolewa rasmi tarehe 18 mwezi Juni. Tunapozungumzia msimu ujao wa ligi kuu ya soka nchini England, ni kwamba Sunderland itaungana Leeds United pamoja na Burnley, timu 3 ambazo zimepandishwa daraja kushiriki ligi kuu ya soka nchini England msimu ujao. Black Cats ambao wamekuwa nje ama chini kwa takriban miaka 8, ikiwemo kushushwa daraja mara 2 hadi kushiriki ligi daraja la 3 nchini England, walitoka nyuma hiyo jana katika uwanja wa Wembley na kuitandika Sheffield United 2-1 katika fainali ya mchujo. Licha ya kunyakua taji la EPL msimu huu, klabu ya Liverpool haijalaza damu katika dirisha la uhamisho na tayari wameanza pilka za kuboresha kikosi kwa msimu ujao. Liverpool inapigiwa upato kukamilisha usajili wa kiungo mshambulizi wa Ujerumani Florian Wirtz miaka 22 kutoka klabu ya Bayer Leverkusen. Ni mchezaji ambaye amekuwa ng'ang'aniwa na timu mbalimbali ikiwemo Manchester City ambao walijiondoa hivi majuzi wakisema kwamba ada ya kumnunua ni ghali mno, na vile vigogo wa Ujerumani Bayern Munich. Lakini hivi sasa inaarifiwa kwamba babake Hans Joachim Wirtz
alielezea Bavarians kwamba kijana wake ameamua kujiunga na klabu ya Liverpool atasajiliwa na kutua rasmi Anfield kwa takriban euro milioni 150 ambazo ni sawia na pauni milioni 125.9. Liverpool aidha inakamilisha usajili wa fullback wa Uholanzi Jeremy Frimpong miaka 24 kutoka klabu ya Bayer Leverkusen kwa takriban pauni milioni 29.5. Vilevile mazungumzo yangali yanaendelea baina ya Dereza na klabu ya Bournemouth ili kukamilisha usajili wa fullback wa timu ya taifa ya Hungary Milos Kerkez aliye na umri wa miaka 21. Baada ya kumkosa kiungo mshambulizi Florian Wirtz, vigogo Ujerumani Bayern Munich wameorodhesha wachezaji kadhaa ambao wanaomezea mate. Miongoni mwa wachezaji hao ni kiungo wa Uholanzi Xavi Simons, mshambuliaji ama winga wa timu ya taifa ya Japan Kaoru Mitoma, Eberechi Eze ambaye ni mchezaji wa Uingereza na klabu ya Crystal Palace, huku wakiwa na nia ya kuongeza mkataba wa winga wa Ujerumani Leroy Sané miaka 29 ambaye mkataba wake Allianz Arena unakamilika mwisho wa msimu huu. Na pia wanammezea mate winga wa Ureno Rafael Leao kutoka klabu ya AC Milan. Hiyo jana kiungo wa Croatia Luka Modric aliye na miaka 39 alicheza mechi yake ya mwisho katika uwanja wa Santiago Bernabeu akiwa anaiaga rasmi klabu ya Real Madrid. Modric ambaye alijiunga na Los Blancos mwaka 2012 kutoka klabu ya Spurs nchini England amecheza mechi 590 akicheka na wavu mara 43 na kutoa assist 95. Katika miaka hiyo ameshinda mataji 28. Ndiye mchezaji katika historia ya Real Madrid ambaye ameshinda mataji mengi zaidi, ikiwemo ligi ya mabingwa barani Ulaya mara 6 na pia La Liga mara 4. Real Madrid hiyo jana pia walimuaga kocha Muitaliano Carlo Ancelotti miaka 65 ambaye ameiongoza timu hiyo katika vipindi viwili tofauti, akiwa ameisaidia kushinda mataji 15 ndani ya miaka 6, mwanzo muhula wa kwanza mwaka 2013-2015 na muhula wa pili kati ya mwaka 2021 na 2025. Anayechukua pahala pake, kumbuka Carlo Ancelotti anatarajiwa kujiunga rasmi kuiongoza timu ya taifa ya Brazil, jambo ambalo limeshatangazwa rasmi, huko Xabi Alonso akitarajiwa kutua Santiago Bernabeu ili kuchukua mikoba ambayo Carlo Ancelotti ataiacha katika klabu ya Real Madrid. Upande wa Bayer Leverkusen, kocha wa zamani wa Manchester United Erik ten Hag inaaminika kwamba amekubali mkataba wa miaka 2 kuiongoza timu hiyo. Mchezaji mwingine ambaye anaondoka Real Madrid mwisho wa msimu huu ni Lucas Vazquez, kiungo wa Hispania miaka 33, ameichezea Los Blancos katika mechi 400. Tukitua Old Trafford ni kwamba kocha Ruben Amorim alikuwa na kikao na wachezaji. Inaaminika kwamba zaidi ya wachezaji 6 wameelezewa kwamba wataondoka Old Trafford mwisho wa msimu huu. Miongoni mwao ni winga wa Argentina Alejandro Garnacho aliye na miaka 20 ambaye amekuwa akimezewa mate na klabu ya Chelsea. Kuna uwezekano The Blues huenda wakajaribu tena kumsajili baada ya juhudi zao kumsajili kutofua dafu msimu uliopita. Garnacho pia anamezewa mate na vigogo wa Italia klabu ya Napoli. Victor Lindelof aliye na umri wa miaka 30 ambaye ni mlinzi wa Uswedi, mkataba wake unakamilika Old Trafford, kwa hiyo anatarajiwa kuondoka timu hiyo. Vilevile mwingine ambaye ameambiwa huenda kaondoka ni mshambuliaji wa Denmark Rasmus Højlund. Nahodha wa Manchester United Bruno Fernandes inasemekana kwamba klabu ya Al Hilal nchini Saudia imetuma ombi la takriban pauni milioni 100, wakiwa tayari kumlipa takriban pauni 700,000 kila wiki ili kumsajili kujiunga ligi kuu ya soka nchini Saudia msimu ujao. Lakini kocha Ruben Amorim angali anasisitiza kwamba Bruno Fernandes kuna uwezekano mkubwa huenda akasalia Old Trafford kuichezea timu hiyo msimu ujao. Baada ya kutangaza rasmi kwamba anaondoka uwanja wa Etihad, kiungo wa Ubelgiji Kevin De Bruyne miaka 33 anatarajiwa kujiunga na klabu ya Napoli, mabingwa wa ligi kuu ya soka nchini Italia msimu huu, na kutua katika uwanja wa Diego Armando Maradona ambapo wamemkabidhi mkataba wa miaka 3. De Bruyne inasemekana kwamba amekataa kujiunga na klabu ya LMS Chicago Fire ambayo ilikuwa ina nia ya kumsajili. Kiungo mshambulizi wa Uingereza Jack Grealish wa miaka 29 pia anatarajiwa kuondoka katika uwanja wa Etihad, hasa baada ya kutemwa nje kwenye kikosi ambacho kitashiriki mechi ya mwisho leo dhidi ya Fulham. Manchester City inapanga kumsajili kiungo wa Uholanzi Tijani Reinders wa miaka 26 kutoka klabu ya AC Milan.
Mchezaji huyo ametuzwa kiungo bora wa Serie A msimu huu. Mshambuliaji wa Brazil Joao Pedro, miaka 23, anamezewa mate na klabu ya Liverpool pamoja na Newcastle United. Vilevile Chelsea ni miongoni mwa timu ambazo zimeonyesha nia kutaka kumsajili. Nottingham Forest wanammezea mate mlinzi wa Uingereza Jarell Quansah, miaka 22, kutoka klabu ya Liverpool. Everton imeanzisha mazungumzo kujaribu kumshawishi mshambuliaji wa Uingereza Liam Delap, miaka 22, kujiunga nao kutoka klabu ya Ipswich Town. Ni mchezaji ambaye anamezewa mate na timu mbalimbali nchini England, ikiwemo Chelsea, Newcastle pamoja na Manchester United. Arsenal inatarajiwa kukamilisha usajili wa mshambuliaji wa Slovenia Benjamin Sesko aliye na miaka 21 kutoka klabu ya RB Leipzig nchini Ujerumani. Vilevile bado mazungumzo yanaendelea kuona kama watafanikiwa kumsajili mshambuliaji wa Uswedi Victor Gyökeres, miaka 26, kutoka Sporting nchini Ureno. Hata hivyo, wanabunduki naaminika kwamba wameghairi nia yao ya kutaka kumsajili winga wa Brazil Rodrigo Silva Dagoes, miaka 24, ambaye anaaminika kwamba ataondoka katika klabu ya Real Madrid mwisho wa msimu huu. Arsenal wanasema kwamba ada ya kumsajili ni ghali mno, zaidi ya pauni milioni 80, na vilevile mshahara ambao atakuwa akilipwa kila wiki pia ni pesa nyingi sana. Mwisho wa makala leo.